أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Muminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, nilikuwa nimeeleza sababu ya kutokea kwa vita vya Hamraul Asad na hali iliyotokea kabla yake kwenye hutuba ya Ijumaa iliyopita. Kwa vyovyote vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojua kuhusu mpango wa maadui kwamba wao wameamua kurejea wakiwa njiani na kuishambulia Madina, hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita hata Abubakar na hata Umar na akawaambia jambo la sahaba huyo Muzni. Wao wakasema kwamba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuelekee upande wa maadui ili wao wasiwashambulie watoto wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposwali swala ya alfajiri, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita watu na akamwambia Bilal ya kwamba yeye awatangazie ya kwamba Mtume wa Allah anawaamuruni ya kuwa mujitokeze kwa ajili ya maadui, na atoke pamoja nasi yule tu ambaye siku ya nyuma alikwepo katika vita vya Uhud. Yani watu ambao walikuwa wameshiriki katika vita vya Uhud ndio watakaoenda pamoja nasi. Kuhusu bendera ya Kiislam na ukaimu wa Madina imeandikwa ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliagiza bendera yake ambayo tangu jana ilikuwa imefungwa na ilikuwa bado haikufunguliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkabidhi bendera hiyo hat Ali, na katika sehemu nyingine imeandikwa kwamba alikuwa amempatia hata Abubakar. Wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua Ibne Umme Maktum kama naibu wake katika Madina. Waandishi wa sira wanaandika ya kwamba uamuzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kujitokeza ili kuwasaka maadui ulikuwa wenye mantiki sana. Katika maelezo imeandikwa ya kwamba kwa wanafiki, baada ya kutokea hasara ya watu 70 katika vita vya Uhud, siku ijayo kwenda kusaka maadui au kwenda kupambana na maadui bila kuwa na nguvu ya ziada ilikuwa yenye hatari sana. Lakini hali itokayo baadaye ikathibitisha ya kwamba uamuzi huo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa na mantiki sana, na uamuzi ambao ukawapatia Waislamu faida nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku kucha akaendelea kutafakari kuhusu hali itokayo kutoka vita, na alikuwa na wasiwasi kwamba washirikina waliorejea kutoka Uhud kwenda Makka, ikiwa wakifikiri kwamba
japokuwa tulikuwa na nguvu katika medani ya vita lakini hatukupata faida yoyote. Hapo kwa yakini watahisi majuto na watarejea kutoka njiani na wataishambulia madina. hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya hikma bora ya kivita akaamua kuwasaka maadui, na uamuzi huo ukawafanya wanajeshi na maswahaba zake kupata moyo na wanafiki wakapata haiba na mioyo yao ikashikwa na haiba. upande wa pili maadui walipojua kwamba wanajeshi wa kiislam wanakuja kuwasaka na kupambana nao, hapo wao wakavunjika moyo, na hayo yameandikwa katika kitabu kimoja cha sira. raisul munafiqin yani kiongozi mkuu wa wanafiki abdullah bin ubay bin sulul aliomba rukhsa ya kwenda pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, na akaja kwa mtume na akaomba ombi la kushiriki katika vita hii, ilhali katika vita vya Uhud mtu huyo mwenyewe alikuwa amerejea, na sio peke yake bali alikuwa ameondoka na wenzake 300. na juu ya kitendo chake hicho kwa yakini atakuwa amehisi majuto, na huenda kwa ajili ya kufuta madoa ya majuto yake, au mungu anajua kwamba chini ya mpango gani au njama gani, kwani kuhusu wanafiki hatuwezi kusema lolote. ye akaja kwa mtume saa salam na akaomba ruksa ya kwenda pamoja naye katika vita, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akamkataza, akasema kwamba hapana. maswahaba waliokuwa wamepata majeraha makali katika vita vya Uhud, pamoja na majeraha yote, jinsi maswahaba watukufu walivyoonyesha mfano wa hali ya juu wa utii wa mtume sallallahu alaihi wasallam. kuhusu hiyo imeandikwa ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametangaza ya kuwa maswahaba zake waliojaa upendo na mapenzi na unyofu, pamoja na majeraha yao na wakiwa na silaha zao, kwa mara nyingine tena wajitokeze. mtume sallallahu alaihi wasallam alipotangaza tangazo hilo, wao wakatoka nje bila kusita na bila kupoteza muda. hat usaid bin huzair alikuwa amepata majeraha 9 na alikuwa amenuia kupaka dawa juu ya majeraha yake, ndipo akapata kusikia sauti hiyo. yeye hakusimama ili kupaka dawa juu ya majeraha yake, na akaondoka tu pamoja na waislamu wenzake. kutoka banu salema watu 40 walijitokeza ambao walikuwa wamepata majeraha makali, na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona hali yao akawaombea dua, akasema allahumma arham bani salema, ewe allah uwarehemu banu salema. tufail bin numan alikuwa amepata majeraha 13. firash bin simma akapata majeraha 10. Kaab bin malik alikuwa amepata majeraha zaidi ya 10, na Qutba bin amir alikuwa amepata majeraha 9. lakini licha ya kuwepo kwa majeraha hayo, waislamu wakakimbilia silaha zao na hawakusimama ili kupaka dawa juu ya majeraha yao. mwenyezi mungu akatunza jaziba hiyo isiyo na kifani ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kitabu chake takatifu, ili hadi mwisho wa dunia watu waendelee kuwakumbuka na kuwasalimia. mwenyezi mungu anasema ya kwamba allazina stajabu lillahi warasuli min badi ma asabahumul qarhu lillazina min badi ma asabahumul qarhu lillazina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim. wale waliomuitikia allah na mtume baada ya majeraha kuwapata, kwa wale waliofanya wema miongoni mwao na kumcha mungu, utakuwa ujira mkubwa. hat aisha alikuwa anasema ya kwamba msadikishaji mmoja wa aya hiyo ni hat abubakr sidik raziallahu taala anhu na zubair bin awam raziallahu taala anhu pia.
kuhusu kumpatia jabir bin abdullah rukhsa ya kwenda pamoja naye inapatikana hivi ya kwamba kutoka kwa mtume salallahu alaihi wasallam ilikuwa imetangazwa ya kuwa katika vita hii watakwenda wale tu waliokuwa wameshiriki katika vita vya uhud na amri hiyo ikatiwa kwa nguvu zote lakini alikuwepo sahaba moja mwenye bahati njema ambaye hakushiriki katika vita vya uhud lakini yeye alikuwa amepewa rukhsa ya kwenda pamoja na mtume saa salam na huyu alikuwa jabir bin abdullah ibne ishaq na ibne umar wameeleza ya kwamba jabir bin abdullah akaja kwa mtume salallahu alih wasallam akasema ya rasulllah salallahu alih wasallam mtangazaji wako ametangaza kwamba atoke pamoja nasi yule tu ambaye alikuwepo katika vita ya siku iliyopita yani katika vita vya uhud na mimi nilikuwa natamani sana kushiriki katika vita lakini baba yangu akaniacha nyuma kwa ajili ya dada zangu 7 na sawa na kauli moja idadi ya dada zake ilikuwa 9 kwa vyote vile anasema kwamba baba yangu akaniambia kwamba ewe mwanangu kwa ajili yangu na kwa ajili yako haifai kwamba tuwache kina mama hawa bila msaada wa mwanamume yeyote mimi nina hofu hawa ni kina mama wadhaifu na mimi siwezi kukutanguliza juu yangu katika jihadi hiyo pia ni sababu moja hatuwezi kuwacha kina mama nyuma wakiwa peke yao na mimi natamani kwenda katika jihadi hivyo mimi nachotaka kwamba mimi naenda na wewe usiende na wewe ubaki kwa dada zako na mimi naenda pamoja na mtume saa salam katika jihadi hivyo anasema kwamba mimi kwa sababu ya kutii amri ya baba yangu sikuweza kushiriki katika jihadi ya jana waila nilikuwa nia kamili ya kushiriki hivyo kwa kusikia habari hiyo jabar iliyojaa mapenzi na upendo mtume saa salam akamruhusu kwenda pamoja naye na jabir radhiallahu anhu alikuwa anaeleza habari hii kwa kujivunia kwamba hakuenda pamoja na mtume saa salam mtu yeyote min ghairi yangu ambaye alikuwa hakushiriki katika jihadi ya siku iliyopita ila hali watu wengi walikuwa wamemwomba mtume saa salam rukhsa lakini mtume saa salam alikuwa amekataa mtume sallallahu salam aliondoka katika hali hiyo kwamba uso wake ulikuwa umepata majeraha paji lake lilikuwa limejeruhiwa na meno yake yalikuwa yamevunjika na midomo yake ilikuwa imepata majeraha upande wa ndani bega lake la kulia lilikuwa limejeruhiwa kwa sababu ya upanga wa ibn qamia na magoti yake pia yalikuwa yamepata majeraha mtume akaenda miskitini na akaswali nafal yani raka 2 watu walikuwa wamekwisha jumuika kisha mtume sasa akaagiza farasi yake sakab karibu na mlango wa miskiti katika vita hii huyu alikuwa farasi peke yake kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume salam alipoondoka alikuwa amevaa deraya na kofia ya chuma na macho yake tu ndiyo yalikuwa yakionekana katika muda huo mtume saa salam akakutana na talha bin ubaidullah mtume akasema kwamba talha silaha zako ziko wapi talha akasema kwamba ni karibu tu na kwa kusema hayo akaenda kwa haraka na akaaja kubeba silaha zake ilhali wakati ule juu ya kifua cha talha kulikuwa na majeraha 9 ya vita vya uhud na juu ya mwili wake kulikuwa na majeraha zaidi ya 70 talha anasema kwamba nilikuwa na wasiwasi zaidi kuhusu majeraha ya mtume kuliko majeraha yangu mtume sasa akaja kwangu na akaniuliza kwamba wewe unaonaje maadui watakuwa wapi yani wewe unaonaje kwamba abu sufian na jeshi lake watakuwa kwenye maeneo gani nikasema kwamba katika maeneo ya chini mtume akasema kwamba hata mimi nina wazo hilo hilo kisha mtume akasema kwamba ama kuhusu quraishi basi wao hawataweza kupata nafasi ya kutendea pamoja nasi kama hivi mpaka allah atujalie ushindi wa makka sawa na riwaya moja mtume sallallahu wasallam akamwambia umar kwamba ewe ibni khattab katika siku za usoni makuraishi hawataweza kututendea hivi mpaka sisi tubusu jiwe la aswad sabit bin thalba khazrji alikuwa mwenye kumwonesha mtume sallallahu salam njia
hadi hamraul asad. Sawa na riwaya moja alikwepo thabit bin zihak aliyekuwa anamwonyesha njia. Ni riwaya mbili tu. mtume salaa salam katika wakati huo aliwasindikiza masahaba wawili kwenda mbele ili wao wakusanye taarifa. maelezo yake ni kama hivi kwamba mtume salallahu alaihi waalihi wasallam akawatuma watoto wawili wa sufian kutoka kabila aslam, tawi la banu saham la kabila aslam, sulayat na noman, ili kwenda mbele na kukusanya taarifa. Na mtu wa tatu alikuwa kutoka tawi la banu ubair wa kabila la aslam. jina lake halijaelezwa katika historia. watu hawa wakafika kwenye maeneo ya hamral asad na wakakutana na makuresh. kuresh walikuwa wanazungumzia habari mbalimbali. kuresh walipowaona watu hawa wakawaua. mtume saa salam alipoondoka pamoja na masahaba zake na akapiga hamraul asad na akafika hamraul asad na akapiga kambi kwenye eneo hilo. hapo akawazika watu hawa katika kaburi moja. katika vita hii wapo ndugu wawili wa ansar walionyesha mfano wa hali ya juu wa utii, jinsi wao walivyosafiri katika hali ya majeraha. katika maelezo inapatikana hivi kwamba hat abdullah bin sahal na hat rafi bin sahal, ndugu wawili waliotokana na kabila banu abdul ashal, waliporejea kutoka vita vya ohd walikuwa wamepata majeraha makali. abdullah alikuwa amepata majeraha makali zaidi. ndugu hawa wawili waliposikiliza amri ya mtume saa salam kuhusu kwenda upande wa hamraul asad na kushiriki katika vita, mmoja akamwambia mwenzake kwamba wallahi kama hatutaweza kushiriki pamoja na mtume saa salam katika vita hii tutakuwa tumekosa bahati. hiyo ilikuwa imani yao. kisha wakasema wallahi sisi hatuna kipando ambapo tuweze kupanda na pia hatujui kwamba kazi hiyo tutafanyeje. abdullah akasema kwamba njoo pamoja nami, tunakwenda kwa miguu. rafi akasema wallahi mimi kwa sababu ya majeraha sina nguvu ya kutembea. hiyo ilikuwa hali yake. ndugu yake akasema kwamba uje, tunakwenda polepole na tunaenda kwa mtume salallahu salam. hivi wote wawili wakaanza kutembea kwa shida na taabu. hat rafe alipohisi udhaifu, abdullah akambeba rafe juu ya mgongo wake, na mara walikuwa wanatembea kwa miguu na hali yao ilikuwa mbaya sana. na yule alikuwa na afya kidogo alikuwa anambeba mwenzake juu ya mgongo wake, lakini wakaendelea kutembea tu. na kwa sababu ya udhaifu saa nyingine walikuwa wanapata shida sana, mpaka walikuwa wakishindwa kutembea. mpaka wakati wa isha wote wawili wakafika kwa mtume saa salam. masahaba wakati ule walikuwa wanawasha moto, yani wakati ule walikuwa mpiga kambi. wote wawili wakaletwa kwa mtume saa salam, na wakati ule hat ibad bin bishr alikuwa anamlinda mtume sallallahu salam. ndugu hawa walipofika kwa mtume saa salam, mtume akawauliza kwamba kitu gani kilikuwa kimewazuieni. wao wakamwambia mtume saa salam sababu ya kusimama kwao. hapo mtume akawaombea dua ya kheri na akasema kwamba mkijaliwa umri mrefu mtaona ya kwamba mtapewa mafarasi, nyumbu na ngamia kama vipando, na kwa sasa mmekuja kwa miguu, lakini mkipata umri mrefu mtaona hayo yote, kwamba mtajaaliwa vipando hivi vyote. na pamoja na hayo akasema kwamba lakini vipando vile hawatakuwa bora zaidi kuliko safari yenu hiyo mliyofanya kwa miguu na kwa shida na taabu. yaani malipo ya safari yenu ni makubwa, ambayo ni zaidi kuliko neema zile bora za zama ile. pia inasemwa ya kwamba tukio hilo lilikuwa limetokea kwa watoto wa fazala, anas na munis, na inawezekana kwamba tukio hilo liwe limetokea mara mbili. kisha kuna habari ya waislamu
jinsi walivyobeba matumizi ya njiani na ukarimu wa saad bin ubada. maelezo yake yanapatikana hivi. Jabir bin abdullah anasimulia ya kwamba katika vita vya hamraul asad matumizi yetu ya kawaida yalikuwa ni tende tu. Tulikuwa tukila tende. Saad bin ubada akaleta ngamia 30 na tende ambazo zikatosha kwa ajili yetu hadi hamraul asad. Msimuliaji ameandika kwamba yeye alikuwa ameleta ngamia na ngamia wawili au watatu walikuwa wanachinjwa, na saa nyingine walikuwa wakila nyama ya ngamia vile vile pamoja na tende. Kulikuwa na hikma na mpango gani wa mtume saa salam wa kupigana vita na jinsi alivyokuwa anataka kuwapatia maadui haiba. Kuhusu hiyo imeandikwa ya kwamba kwa ajili ya kuwatia maadui haiba na kuwaogopesha, njia moja ilikuwa ndiyo hii kwamba wakati wa usiku walikuwa wakiwasha mioto katika maeneo mbalimbali ili ionekane kwamba idadi ya jeshi ni kubwa sana na maadui wapate hofu. Hivyo popote pale ambapo mtume alikuwa akipiga kambi alikuwa anawaambia maswahaba kwamba wasambae na kila mmoja awashe moto. Hivyo katika vita hiyo pia mioto iliwashwa katika maeneo 500 na moto huo uliko unaonekana kutoka umbali. Kwa sababu yake maadui wakapata hofu na mwenyezi mungu akawafanya washikwe na haiba. Kisha kuna habari kuhusu mabad khazai aliyekutana na mtume sallallahu alaihi wasallam, na kisha yeye akaenda kwa abu sufyan na akawaogopesha quraish juu ya jeshi la kiislam. maelezo yake yanapatikana hivi kwamba mabad bin abu mabad khazai alikutana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu bado alikuwa mshirikina, na baadhi ya waandishi wa sira wamesema kwamba wakati ule alikuwa amekubali islam, lakini wengi wamesema kwamba wakati ule alikuwa hakukubali islam, lakini baadaye alikuwa amekubali islam. Watu wenye imani wa banu khaza na washirikina walikuwa wakizihirisha ikhlasi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu wengine wa kabila lake wengi wao walikuwa wamekwisha mwamini mtume na walikuwa wanazihirisha ikhlasi kwake. Watu hawa walikuwa wamemwahidi mtume kwamba wao hawataficha chochote kutoka kwake. mabad akasema, ewe muhammad sallallahu alaihi wasallam, matatizo ambayo yamewafikieni yametusumbua sana au yametuuzi sana. Hivyo sisi tunatamani kwamba mwenyezi mungu akupandishe katika daraja na akusalimishe kutoka kila shida na shari. Yeye alipodhihirisha ikhilasi hiyo, mtume akamwambia maabad kwamba nenda ufanye kazi kwamba abu sufian avunjike moyo. Unaenda mbele kwenye safari, hivyo umwogopeshe. Kivipi? Yeye mwenyewe alikuwa na mpango wa kupanga mpango wake kwa hikima. Mabad akaondoka kwenda mbele na mtume alikuwa amepiga kambi kwenye hamraul asad. Yeye akakutana na abu sufian na wenzake katika eneo la roha, eneo ambalo lilikuwa na umbali wa maili 40 kutoka madina. Wakati ule majeshi ya quraish walikuwa wameafiki kurejea upande wa mtume saa salam. Wao wakasema kwa wenzao kwamba sisi tumewaua viongozi wakubwa wa waislamu, ila hali jambo hilo halikuwa kweli. Wangeweza kutaja majina machache tu pamoja na hata Hamza, lakini mtume saa salam mwenyewe, hata Abubakar Siddiq, hata Umar, hata Usman, hata Ali na viongozi wengine wakubwa na masahaba wakubwa kwa fadhili ya Allah walikuwa wamesalimika katika vita vya Uhud. Kisha walisema kwamba sasa tumeanza kurejea Makka bila kuwaangamiza, hivyo tutarejea nyuma na tutawaangamiza watu wao waliobaki na tutawamaliza kabisa. abu sufian alipomwona mabad akasema kwamba huyu ni mabad, lazima atakuwa na habari yoyote. Ye akasema, mabad, kuna nini nyuma yako? Yani hali ya waislamu ikoje?
yeye akasema ili kumwogopesha abu sufian kwamba mimi nimemwacha muhammad saa salam na wenzake katika hali hii kwamba wao wamejitokeza na jeshi kubwa ili kupigana nani na mimi sijawahi kuona jeshi kama hilo kubwa na watu wa ausra khazraj waliobaki nyuma katika jihad wao pia wamekuja kukutana nao ye akatengeneza kisa hicho kutoka kwake na waislamu wameahidi kwamba wao hawatarejea mpaka wachukue kisasi kutoka kwenu wao wamejawa na hasira kali na wamehisi majuto juu ya kitendo hicho kwamba kwa nini walikuwa hawakushiriki katika jihadi na wamejawa na hasira kali na hasira hiyo sijawahi kuiona abu sufian akasema kwamba uangamie unasema nini mabad akasema kwamba inaonekana kwamba wewe hutaondoka kutoka hapa mpaka uone mafarasi zao huo pia ni msemo wao na abu sufian akasema kwamba wallahi sisi tulikuwa tumeafiki ili kuwashinda waislamu na kuwaangamiza kabisa mabada akasema basi mimi nakuzuia kufanya hiyo na manzari ya kutisha niliyoshuhudia yamenifanya kutunga shairi abu sufian akasema kwamba ni shairi gani mabad akasoma shairi hiyo لم سمع برئيس غير مقتول فقلت ويل لحرب من لقائكم إذ تقتمت البطحاء بالجيل إني نذير لأهل بصل ظاهية لكل ذي إربة منه ومقول من جيش أحمد لا وخش تنابلا yani makundi na makundi ya farasi walipoanza kutembea juu ya ardhi na kwa sababu ya sauti ya miguu yao ilikuwa karibu kwamba ngamia yangu kwa sababu ya hofu aanze kutikisika na kutetemeka na aanguke chini sasa huko kulikuwa na farasi moja tu kwa waislamu lakini mshairi huyo akatia chumwi kwenye shairi lake na akatunga shairi ambayo ikawaogopesha sana kisha anasema kwamba mafarasi wale walikuwa wamewabeba wanajeshi na mashujaa wakubwa ambao ni mahiri katika kupigana vita kwa upanga na mishale na mikuki na hapo nikakimbia kwa mwendo kasi ili kutoa taarifa yao na nilikuwa nahisi kwamba ardhi inainama mbele ya mafarasi wale ambao juu yake alikuwepo jenerali mwenye shani ambaye si peke yake bali anakuja pamoja na jeshi lake kubwa na nikasema moyoni mwangu kwamba eni wanajeshi katika kupigana nani kuna maangamio kwa abu sufian yani ibn harab na medani ya vita ili itakapoanza kunguruma kwa sauti yenu mimi namwambia kila mtu mwenye akili kutoka quraish kuhusu jeshi lenu jeshi ambalo wanajeshi wake ni mahiri sana na habari hii au hali hii ya jeshi siwezi kueleza katika maneno maongezi hayo yakawafanya abu sufian na wenzake kuvunjika moyo na wao wakashikwa na haiba na hofu na abu sufian akaona kheri kwamba aweze kuondoka kwa kadri anavyoweza kwenda kwa haraka pamoja na watu wake kuhusu hiyo kuna maandiko kutoka kwa idara ya utafiti kwamba kusema kwa mtume sasa kwa mabad kwamba uende ukamfanya abu sufian ili avunjike moyo baadhi ya waandishi wa sera wameandika na wengine hawakueleza hiyo anasema kwamba inawezekana ya kuwa mtume sasa alikuwa hakumwambia lolote lakini kwa kuwa mabad alikuwa anawahurumia waislamu hivyo yawezekana kwamba mungu atakuwa ametia moyoni mwake na hivyo akaongea na abu sufian kutoka kwake hivyo
yote aliyosema mabad hiyo ilikuwa fikra yake tu na mtume alikuwa hakumwambia kwamba aeleze hivi lakini jinsi alivyoeleza habari hizi zikawaogopesha makafiri katika muda huo wakati ambapo wanajeshi wa quraish walikuwa wakijiandaa ili kurejea makka msafara mmoja wa abdul qais ukapita karibu na abu sufian ye akawauliza kwamba mnakwenda wapi wao wakasema tunakwenda madina hapo abu sufian kwa ajili ya propaganda tu akataka kuwashambulia waislamu kwa maneno tu na akasema kwamba je utampatia muhammad ujumbe kutoka kwangu na mimi nitakupatia zabibu katika sherehe ya ukaz abu sufyan akasema kwamba ukikutana na mtume muhammad saa salam umwambie kwamba sisi tumeafiki kuja kwao na kwa masahaba zake ili tuwaangamize watu wao waliobaki sisi tunakuja nyuma yao na kwa kusema hayo abu sufyan akaelekea kwenda makka msafara huo ukaenda kukutana na mtume katika eneo la hamraul asad na yale aliyosema abu sufyan na wenzake abdul qais akamwambia mtume kwa kusikia hayo akasema hasbunallah wa ni'mal wakil yani mungu anatosha kwa ajili yetu na huyu ndiye msaidizi wetu aliye bora kabisa kisha katika hamraul asad mtume aliishi kwa siku kadhaa na kisha jeshi hili la kiislam likarejea kwani makafiri walikuwa wameondoka kwenda makka katika maelezo yake imeandika kwamba kwa kusikia jambo la mabad khazai abu sufyan akaacha nia ya kuelekea upande wa madina na akaondoka kwenda makka mabad kwa kupitia mtu mmoja akamtumia mtume sasam habari kuhusu abu sufyan kwamba ye ameondoka kwenda makka mtume saa salam aliishi kule siku ya jumatatu jumanne jumatano na kisha mtume sasam akarejea madina na baladri ameeleza kwamba mtume sasam kwa ajili safari hii aliishi nji ya madina kwa siku 5 riwaya moja inasema kwamba mtume sasam siku ya ijumaa alikuwa amerejea madina na aliishi nji ya madina kwa siku 5 hata abu ubaida anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kurejea madina alikuwa amemkamata muawia bin mughira alikuwa babu wa abdul malik bin marwan upande wa mama yake na pia alikuwa amemkamata abu azza jumhi kuhusu muawia bin mughira kuna riwaya kwamba hadza bin harisa na ammar bin yasir walikuwa wamemua muawia wakati wa kurejea kutoka hamraul asad na sababu yake ilikuwa ndiyo hii kwamba muavia alikuwa akiishi madina kwa kujificha na alikuwa anawapatia maadui habari za madina alipokamatwa akaenda kuomba uhifadhi wa usman akaomba mtume uhifadhi kwa ajili yake mtume akampatia uhifadhi na akasema kwamba mtu huyo katika siku 3 aondoke kutoka hapa na baada ya siku 3 akionekana basi atauawa tu lakini mtu huyo akaendelea kubaki pale pale na akaendelea kujificha mtume saa salam akawaambia zaid bin harisa na amar bin yasir kwamba nini sehemu fulani mtamkuta hivyo wao wakaenda kumkuta pale pale na wakamua kisha imeandikwa kwamba katika eneo hilo la hamraul asad mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemkamata mshairi abu azza na huyu ndiye abu azza ambaye wakati wa vita vya badr alikuwa amekamatwa na waislamu na yeye alikuwa amemwomba mtume sasam akimwambia kuhusu mabinti zake na umaskini wake kwamba ni rehemu kwa sababu ya mabinti zangu hapo mtume sasam kwa sababu ya mabinti zake bila kupokea fidia kama hisani akamwacha huru na akachukua ahadi kutoka kwake kwamba siku za usoni yeye hatakuja kupigana vita zidi yake na pia hatajumuisha jeshi zidi yake na pia hatamchochea yeyote zidi yake lakini yeye akavunja ahadi yake na akaja pamoja na quraish katika vita vya uhud mtu huyo alikuwa akiwachochea watu kwa kupitia shairi lake ili wao wapigane vita zidi ya mtume saa salam mtume akafanya dua kwamba mtu huyo safari hii asisalimike hivyo mtu huyo akakamatwa sawa na kauli moja baada ya kutokea vita vya uhud
washirikina walipiga kambi katika hamraul asad wakaondoka kwenda makka ilhali abuazza alikuwa amelala. mtu huyu akaendelea kulala mpaka mchana kutwa na mtu aliyemkamata alikuwa asib bin sabit. katika vita hii huyu alikuwa mshirikina peke yake aliyekamatwa, na kuna kauli nyingine kwamba umar bin abdullah alikuwa amemkamata. baada ya kukamatwa abu azza akaletwa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. yeye kwa kumwona mtume akasema, ewe muhammad sallallahu alaihi wasallam, muniache nifanyie hisani na kwa ajili ya mabinti zangu unipatie uhuru. mimi nakuahidi kwamba sitatenda kitendo kama hicho katika siku za usoni. mtume akasema, hapana, wallahi sasa uso wako hautaweza kuona makka. na katika riwaya moja inapatikana kwamba sasa wewe pamoja na ndevu yako hiyo hutaweza kusema ukiwa karibu na hajar aswad kwamba mimi nimemdanganya muhammad sallallahu alaihi wasallam. kisha mtume akaelekea kwa zaid na akamwamuru kwamba yeye amue. riwaya moja inasema kwamba mtume alikuwa amemwambia asib bin sabit, na kisha mtume akasema kwamba mumini hawezi kudanganywa mara mbili kutoka tundu moja. mengine nitaeleza katika siku za usoni inshallah. muendelee kufanya dua kwa ajili ya hali ya dunia. mwenyezi mungu awasalimishe wahamadia wote kutoka kila aina ya shari. wakati huu mimi nitasalisha jeneza moja ambayo ni ya mheshimiwa Faraz Ahmad Tahir ambaye nchini Australia aliuawa shahidi katika siku za nyuma. kuhusu tukio lake imeandikwa hivi ya kwamba kwenye maeneo maarufu ya mji wa Sydney wa Australia, Bandai, kwenye shopping center moja, mtu mmoja wa Australia akaamua shahidi kwa kutumia kisu chake. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. marehemu alikuwa akifanya kazi ya mlinzi kwenye shopping center. umri wake ulikuwa ni miaka 30. alikuwa bado hakuoa. katika tukio hilo watu 12 walipata majeraha, 6 wakafariki dunia na kina mama walikuwa 5 waliofariki dunia. Faraz Ahmad Tahir alitokana na mji wa Rabwa 2018 akahamia Sri Lanka, akaishi kule miaka 4. kisha mwaka jana kwa msaada wa UNHCR akaja Australia. mwezi jana marehemu alikuwa ametengeneza leseni yake ya ulinzi, na siku ile alipofariki dunia, hiyo ilikuwa ni zamu yake ya kwanza ya kulinda wakati wa mchana. sawa na maelezo tuliyopokea, Faraz Ahmad Tahir marehemu alipowaona watu wakikimbia hapa na pale kwa hofu kwa ajili ya kumzuia mshambuliaji, akaja mbele. hapo mshambuliaji akamvamia na ye hakuweza kunusurika, na huyu alikuwa mtu wa kwanza aliyefariki katika tukio hilo. katika familia ya marehemu jumuiya ilipatikana kwa kupitia babu ya baba yake Mia Ahmad Saheb ambaye alikuwa mkazi wa wilaya Shahpur. babu wa marehemu anaendelea kuitumikia jamaat tangu muda mrefu, ambaye ni Sufi Ahmad Yar Saheb. baba yake Bashir Ahmad Saheb 2005 na mama yake Razia Begum 2014 walikuwa wamefariki dunia. marehemu ameacha ndugu 3, dada 2 na babu yake Sufi Ahmad Yar Saheb. katika maelezo yake pia tumepata taarifa kwamba waziri mkuu wa Australia na premium wa New South Wales wamemsifu sana marehemu Faraz Ahmad Tahir Saheb juu ya ushujaa na ujasiri wake, na pia high commissioner saheb wa Pakistan anaishi Australia pia akieleza sifa za marehemu amekuja kuomboleza kuhusu marehemu na tukio hilo. katika vyombo vya habari kuna habari zaidi ya 120 zilipigwa chapa na bado zinaendelea kupigwa chapa. leo ilikuwa jeneza yake, na kwenye mazishi yake alikuwa amekuja premier prime minister, na yeye akamsifu tena na akaeleza sifa zake. katika mtandao wa kijamii watu wanaendelea kuzungumzia ushujaa na ujasiri wa Faraz Tahir Saheb, na watu wengi wanaendelea kumwita kwa jina la shujaa wa kitaifa, na kujitolea kwake kunadhihirisha kwamba yeye hakutoka kutoka Pakistan kwa sababu ya hofu ya mauti, bali vikwazo vinavyoletwa juu ya Waahmadia. Yeye alikuwa ameacha nchi hii kwa sababu zake.
pale ambapo wahamadia wanazuiliwa kutaja jina la allah na mtume wake. sadakhulamul ahmadia adnan qadir anasema kwamba aprili 21 siku ya jumapili mpango moja uliandaliwa karibu na shopping mall na shabaha ya mpango hiyo ilikuwa ni ya kuwasifu wote waliofariki dunia katika tukio hilo. Katika mpango huo waziri mkuu wa australia na premier new south wales na viongozi wa bunge na mamea na watu wa polisi na jeshi na nevi na viongozi wakubwa na watu wa matabaka mbalimbali walishiriki. Na wahamadia pia yani viongozi wa jamaat pia walialikwa kwenye mpango huo. kaka yake Mudassir Bashir anasema kwamba marehemu alikuwa na tabia ya kufanya juhudi kubwa na alikuwa na bashasha tangu utotoni. Umri wake ulikuwa ni miaka 11 alipofariki baba yetu, na anasema kwamba ndugu yetu Muzaffar Ahmad alitulea kama awe baba yetu. marehemu alikuwa akimsaidia ndugu yake kwenye biashara yake. marehemu alikuwa na tabia ya kufanya juhudi sana na alikuwa na tabia ya kuwapenda wote. alikuwa mpole sana na alikuwa anashiriki katika mipango ya jamaat akiwa kwenye mstari wa mbele. alipoishi nchini pakistan kisha sri lanka na australia akaendelea kutekeleza wajibu wake. alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa na alikuwa akitamani kwamba akipata uraia ataenda kukutana na khalifa wa zama huko london. mdogo wake Shiraz Ahmad anasema marehemu alikuwa akisoma Qur'an tukufu kwa sauti nzuri sana na alikuwa akiswali swala zote kwa wakati. Mbashiri Kamran Mbashir anasema kwamba niliona sifa moja katika marehemu, kwamba marehemu alikuwa akiwaheshimu sana viongozi wa jamaat na wabashiri, na akipata agizo kutoka kwao alikuwa hakatai, au akiambiwa kuhusu kosa lake lolote alikuwa hakasiriki, bali akiwa na ukimya na unyenyekevu alikuwa anakiri kosa lake na alikuwa anafanya juhudi ya kujirekebisha. rafiki yake moja Ahmad Ibrahim anasema kwamba marehemu alikuwa mwenye kupenda sana dini na ukhalifa. alikuwa akiwaheshimu viongozi wa jamaa na kuswali swala kwa wakati. mimi nilikuwa kama ndugu yake, na hata nikikasirika juu yake juu jambo lolote alikuwa ananyamaza tu kwa ukimya. alikuwa na bashasha sana na alikuwa mwenye kuwapenda wote. sadr jamaat wa Brisbane anasema kwamba mwezi jana, yani mwezi wa Machi, alikuja Brisbane kwa wiki moja na akaja kuwaambia marafiki zake na jamaa zake sababu ya kuja kwake, na akasema kwamba kama kuna mtu ambaye ana shida kuhusu mimi, basi nimekuja kufanya suluhu pamoja naye. na akaendelea kuomba msamaha kutoka kwao. ilionekana kwamba amekuja kusema kwa heri. kuna rafiki yake mmoja Shajar Ahmad anasema kwamba marehemu alikuwa na tabia ya kufanya juhudi sana na alikuwa akijua kuhusu wajibu wake. na mlinzi aliyepata majeraha pamoja na marehemu akasema kwamba mshambuliaji alipoingia kwenye shopping center watu wakaanza kukimbia kwa hofu. marehemu akaonyesha ushujaa na akaenda kusimama mbele yake na akaenda kupambana naye, na akiwahifadhi wengine akajitolea uhai wake. juu ya vyombo vya habari na mtandao wa kijamii watu wanaendelea kumsifu Faraz Tahir Saheb. kuna mtu mmoja Chris Murphy anasema kwenye maoni yake kwamba kabla ya kutokea tukio hilo nikamwona mlinzi mmoja Faraz Tahir ambaye alikuwepo katika shopping center. yeye alikuwa shujaa ambaye kwa ajili ya kuwasalimisha wananchi akajitolea uhai wake. kuna mwanamke Rebecca Ibras anaandika kwamba Faraz Tahir ambaye kwa ajili ya kujisalimisha na zulma alikuwa ametoka kutoka nchi yake na akaja Australia ili kutafuta mustakbali mzuri. alikuwa maarufu kwenye jamaati yake, yeye akajitolea uhai wake kwa ajili ya kuwasalimisha wananchi. mimi naeleza hisia zangu na watu wameeleza maoni yao na hisia zao waliona tukio hilo katika shopping center au waliosoma habari hiyo.
kuna mwanafunzi wa jamia ahmadi arabu wa hasur ahmad anasema kwamba Fraz Tahar alikuwa binamu yangu. Alikuwa na tabia njema sana. Alikuwa na tabia ya kuswali sala 5 kwa wakati na mwenye kuwasihi wengine. Alipokuwa akikutana nami alikuwa nakutana nami kwa bashasha sana, na mimi nilikuwa kama mdogo wake. Akitaka kunifahamisha jambo fulani alikuwa ananifahamisha kwa upendo sana, na alikuwa anasema kwamba mimi nitafanya dua kwa ajili yenu, nini mufanye dua kwa ajili yangu. Anasema kwamba siku ile alipo wawa shahid alinipigia simu. Wakati ule ilikuwa saa 10 muda wa asubuhi huko Australia. Kaka yake akasema kwamba ni muda wa asubuhi saa 10 na sasa ulale kidogo. Ya akasema kwamba mimi nimeswali sala ya tahajudi na nimefanya dua kwa ajili yenu yote. Sasa nikiswali alfajiri nitaenda kwa ajili ya kazi yangu, sina muda wa kulala. Siku ile hiyo ilikuwa siku yake ya kwanza ya kulinda, yani wakati wa mchana, na siku za nyuma alikuwa anatoa huduma hii wakati wa usiku. Kisha anasema kwamba huyu ni mtu wa tatu aliyeuawa shahid kwenye familia yangu. Kwanza mume wa mama yangu mdogo Muhammad Nawaz aliuawa shahid 2012 katika Orangutan Karachi. Kisha mjomba wangu Ijaz Ahmad akauawa shahid mwaka 2013 na sasa Fraz Ahmad ameuawa shahidi. Hivi kama nisemavyo kwamba yeye alieleza na alithibitisha kwamba mimi sikutoka nchi hii kwa sababu ya hofu ya mauti, bali nilikuwa nimekuja kwa ajili ya kupata uhuru wa kidini. Mwenyezi Mungu ampandishe katika daraja na awajalie familia wote subira na uvumilivu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.